tumekuja kukagua shule hii. Tumetuma na mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye aliweka jiwe la msingi hapa. Aliniambia nije kupitia miradi moja ya miradi ambayo nipitie mradi huu nione maendelezo ya mradi kubwa kabisa. Tunamshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii miradi hii ungeweza kuwa unaisikia mahala pengine, usingeweza kuamini kama mradi kama huu uko hapa sasa. Lakini miradi kama hii iko mingi katika mkoa wetu wa Songwe. Utekelezaji ni mkubwa kwa kweli, na mimi niwapongeze kwa utekelezaji. Mradi viwango vyake viko vya juu sana. Kwa hiyo tunawapongeza wananchi kwa kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba mradi unatokea na mradi unakuwa vizuri. Kwenye maelezo tuliosomewa ya mradi tumeona kuna nguvu za wananchi mle. Kwa nyinyi hapa najua ni wawakilishi, sio wananchi wote. Muende mkafikishe salamu za shukrani kwa wananchi mkiwaambia kwamba tunashukuru na kutambua mchango mkubwa aliotoa katika kuhakikisha kwamba ujenzi huu unakamilika na tunaona sura hii ambayo tunaiona hapa. Kwa hiyo hongereni na shukrani sana. Lakini nataka tu nipate commitment kwa mkurugenzi kwamba tunamaliza lini. Kwa sababu kuna kazi ambazo zinaweza zikawa zinaendelea kufanyika wakati zingine zinaendelea. Yaani kuna nyingine haiwezi kumsubiri mwenzie. Sasa nimeona kuna kazi ziko zinasubiri ambazo hazina sababu ya kusubiri. Kwa mfano kule wanaendelea si kuweka nini, lakini mwagaji kule wa zile zegezege kule zinaweza kuwa zinaendelea. Ufungaji, mtu wa milango amepewa contract kutoka mwezi wa 3. Ni mwezi wa 5 naambiwa analeta kesho. Sasa sijajua analeta kesho kwa sababu leo tuko hapa au mpango kweli ulikuwa ni kesho ndio milango inakuja. Milango ifungwe ili kusudi vile vingine vianze kuwekwa kama second fitting za maji, hayo masinki, manini yaanze kuwekwa. Naomba nipate commitment ya lini kabla sijasema mimi lini mbali. Mheshimiwa mkuu wa mkoa aliwaambia lini mbali. Aliwapa deadline. Alitupa tarehe 30 mwezi wa 5. Aliwapa tarehe 30 mwezi wa 5. Sasa mbona umejiongezea? Mbona umejiongezea tarehe 15? Changamoto mbalimbali pia kama uwekezaji wa vifaa kipindi cha mvua ulikuwa unasumbua. Kwa hiyo maana tukiwa tumechelewa. Ndani ya wiki hizo 2 tutakuwa tumekamilisha kabisa. Tutakuwa tumekamilisha kabisa. Ndio. Sababu madawati hapo. Basi sisi tunawapa mpaka tarehe 10. Maana yake nikamwombe mkuu wa mkoa kama tarehe 30 ulioisema wameshindwa kwa sababu ya changamoto. Tunaongeza pale siku 10 sio siku 15. Sawa? Siku 10. Tarehe 10 tutakuja. Kuja kuangalia namna ambavyo tumekamilisha na kuweka samani mule ndani. Sawa? Naomba mjitahidi. Wakati mnaendelea huko basi mwanze kusafisha kutengeneza mazingira ya nje haya vizuri kwa ajili ya kuanza sasa kujiandaa kwa ajili ya shule tuanze kuanza kuwapokea watoto wetu. Sawa? Naomba mkazani, naombeni mkazani, ongezeni siku. Hizo siku 10 tunaenda kumwomba mkuu wa mkoa, lakini mkuu wa mkoa anajua tarehe 30 panatakiwa kuwa kukamilika. Sasa tunaenda kuongeza kwa sababu ya changamoto ambazo zimetajwa. Kwa naomba sana, narudia tena, shughuli zinaweza kufanyika kwa pamoja zifanyike. Kuna zingine hakuna sababu ya kusubiri shughuli nyingine ifanyike ndio ufanye nyingine. Zingine zinaweza zinaendelea kufanyika wakati nyingine inaendelea kufanyika. Lakini otherwise utekelezaji wa mradi ni mzuri na wapongeza sana. Hongereni sana. Nipende kushukuru serikali kwa jinsi mnavyotujali na kazi inayoendelea kufanyika mahali hapa. Zaidi ni kushukuru tu kwa sababu tumeona kazi zinaendelea bila kusuasua tangia mradi umeanza mpaka kufikia muda huu. Tungeomba ongeze spidi ili hii shule ifunguliwe na watoto waanze kusoma kwa muda mwafaka. Kila mradi unaenda vizuri na kila wakati na sisi tunakuwepo hapa tunafika kushuhudia kinachoendelea. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.